Mtazamaji wa DSS TV, asante kwa kuwa nasi. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, subscribe akaunti yetu YouTube DSS TV Tunduma. Lakini pia usisahau kutufuatilia kwenye akaunti yetu ya Facebook DSS Habari Tunduma. Like ukurasa wetu wa Facebook DSS TV, Instagram na Twitter DSS TV Tunduma Tanzania. DSS TV tunasema ulipo tupo. Asante. Mimi kwa majina naitwa Herode Langs Jivava, diwani wa kata ya Tunduma mjini na pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma, lakini upande wa chama ni mwenyekiti wa mkoa wa Chadema. Ndio. Na naamini unajua kila kinachoendelea katika mji wako. Kwa mfano zoezi moja wapo linaloendelea ni kuwaondoa wafanyabiashara waliokuwepo barabarani na inaonekana mbele kunaweza kutumika nguvu. Wewe sasa unalizungumziaje swala hili? Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza nilitaka niseme jambo moja kwamba zoezi linaloendelea la kuondoa machinga si zoezi ambalo halmashauri ya mji wa Tunduma kwenye kikao chochote tumewahi kupanga kwamba sasa wanaondoka. Ili tukio linafanywa kwa nguvu sana na mkuu wa wilaya ya Momba, ndugu yetu Ilando. Na anafanya hivi kwa kudhani kwamba akiwaondoa machinga kwa mkupuo watu watachukia viongozi wa serikali walioko katika mji wa Tunduma. Sasa sijajua malengo ya pili ya hilo tukio ni nini, kwa sababu mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, wafanyabiashara wa machinga wanaoondolewa katika mji wa Tunduma, hasa hususan kwenye kata ambayo mimi naiongoza, ni wafanyabiashara ambao ukiangalia Tunduma tulikotoka nayo mpaka ilipofika sasa, mimi nimekuwa nikisema hata wakati mwingine kwamba machinga ni sawa na mfanyakazi. Mfanyakazi anaanza na ngazi ya chini kwenye kazi yake, lakini kwa kadri siku zinavyozidi kwenda mfanyakazi huwa anaboreshewa, anapandishwa daraja, baadaye anakuwa kiongozi mkubwa kabisa wa nchi. Lakini hebu chukua mfanyakazi tu akiwa anaanza kazi huku chini ukamflasulate na kumfanyia ovyo ovyo, kwa vivyo vile akakata tamaa, kaacha kazi, kesho hatuwezi kupata viongozi wakubwa. Nikwambie tu waandishi wa habari, serikali inatakiwa kufahamu kwamba Tunduma wakati nafika mwaka 85 palikuwa na maduka 6. Kipindi hicho ni kata moja, kilikuwa ni kijiji cha Tunduma. Uvumilivu wa viongozi huko tulikotoka kwa machinga na diwani wetu ambaye alikuja kupokea baadaye ndugu yetu Frank Mwakajoka ambaye ni mbunge wa jimbo hili sasa, ndio umefanya Tunduma sasa na maduka zaidi ya 5,000 ama 6,000 kabisa, kwa sababu ya kuwavumilia wa machinga. Machinga leo anaweza kuwa machinga, lakini baada ya mwaka mmoja huyo machinga anakuwa na fursa kwenda kutafuta chumba cha biashara kama kipo, kwa sababu machinga hawezi kuanza umachinga. Hata mtu fanya biashara yote hawezi kuwa na fedha leo alafu akawa na duka kubwa. Nafikiri mnajua hata kiwanda kinaanza taratibu, serikali inawatengenezea wawekezaji, inawapa miaka kadhaa wafanye, alafu baada ya kupata faida ndio wanasema sasa waanze kulipa kodi. Sasa machinga kama machinga aanze kwa kutaka chumba, kwa sababu mitaji yao ni midogo. Na nikwambie tu, hawa tunaoita machinga ni jina linaonekana baya, lakini si kweli. Hawa ni wajasiriamali ambao halmashauri ya mji, halmashauri zozote nchini zimepewa amri, yani zimeagizwa na serikali kuu kutenga 10% ya bajeti zao kila halmashauri ili kuwakopesha wajasiriamali. Na mimi ndio maana natumia sana jina la machinga, inaonekana lina uadui, lakini jina sahihi la machinga ni wajasiriamali ambao sisi kama halmashauri ile 10% tunawakopesha, alafu wafanye ujasiriamali. Fikiria watu wako kwenye kikundi, wako 10, wako 20, wako 50, unawakopesha milioni 1. Huyu anaweza kwenda kununua chumba ambacho Tunduma kutaka chumba cha biashara tu zaidi ya milioni 5, milioni 3, milioni 2. Sasa ukimpa milioni 1, tafsiri yake abebe machungwa kichwani, tafsiri yake akauze maandazi, tafsiri yake apange kameza kidogo, wapita njia waje wanunue machungwa. Ndio wa machinga wanaochukuliwa vitu vyao hapa Tunduma. Lakini hawa ndio tunaowadai halmashauri akikopa zile fedha ndio wafanye ujasiriamali, alafu baadaye tena zirudishwe halmashauri na watu wengine wakope. Kwa hiyo machinga wasitafsiriwe kama ni watu wa ovyo sana na pengine sio watu wa utaratibu, hapana. Lakini pia katika kata yetu ya Tunduma tunaona athari za kuondoa machinga. Nataka nikwambie mwandishi wa habari, mimi kata yangu ya Tunduma inapakana jirani sana na soko la Zambia. Wafanyabiashara kwa sasa wanaofukuzwa Tunduma wanaokwenda Zambia ni wengi kuliko idadi unayofikiri. Na masoko yetu sasa hivi yamebaki wazi, kwa sababu kule Zambia hakuna ushuru kama Tanzania. Huku Tanzania ukifungua kibanda, wa leseni anakuja, wa mapato anakuja, sijui wa kodi sijui za nini. Yaani kila kodi, karibu kodi ziko 8 hivi. Lakini kule Zambia ukishafungua tu biashara wewe unalipa tu ushuru, hata leseni hawalijui. Na nataka nikwambie mwandishi wa habari, huu mji wa Tunduma ukipiga hesabu ya Watanzania walioondoka Tunduma kukimbia mabomu na kwenda kwenye masoko mbalimbali ya Zambia ikiwemo Kasama, Lusaka kwenyewe na maeneo ya jirani ya Ndola na nini, Watanzania walioko kule ni zaidi ya milioni 5. Wafanyabiashara walioondoka Mbeya, Tunduma kwenye masumbufu ya machinga Mbeya na Tunduma waliokwenda Zambia wamekwenda kufanya biashara kule. Lakini hata walioko hapa na Konde hapa, hawa walioko karibu na kituo cha polisi hao, na walioko kule Ngambo na Konde na soko lingine, hawa wote hawa wafanya biashara matibabu wanapata Tanzania, shughuli zote za kutibiwa huku, kila kitu wanahudumiwa. Maafisa wa kwetu Tanzania wanawahudumia, lakini kwenye biashara na mapato wanalipa upande wa Zambia. Sasa tuangalie
Kama tutaendelea kuwafukuza machinga bila kuwa na mipango, na niwaambie tu waandishi wa habari, mimi nashangaa sana viongozi wanaoletwa hapa Tunduma, hasa wa serikali kuu, kwa sababu Mheshimiwa Rais mwenyewe ameshaagiza kila halmashauri kabla haijaondoa machinga. Rais wetu John Pombe Magufuli amesema yeye ni rais wa Tanzania, na kabla hatujaondoa machinga ameagiza halmashauri zote ziwe na mipango thabiti ya kuhakikisha zinawatoa machinga eneo fulani, zinawapeleka pale. Niwaambie, mimi nimezunguka sana ili kujiridhisha na swala la machinga. Nimekwenda Songea, kuna machinga wako barabarani. Dodoma, makao makuu ya nchi, ukitoka tu bungeni utakuta kuna barabara ambayo sasa hivi wameandika bango inaitwa street ya Lema Nchimbi. Wamefunga barabara, alafu wamewaruhusu machinga waingie pale, lakini pamoja na kuruhusu waingie pale wamejaa. Hawa wengine wamebaki barabarani. Ukienda pale, ukitoka pale mpaka kuja Lumumba, ukitoka ukumbi wa bunge mpaka kushuka unakunja kwenda kuelekea Lumumba kule, kote kuna machinga wamejaa. Na waandishi wa habari nitawapa picha ambazo nimezipiga Arusha, nimezipiga Dar es Salaam. Ukienda Tandale, uende Tandika, uende Mbagala, uende Dar es Salaam penyewe, unakuta watu wamejaa wanafanya kazi ya ujasiriamali. Huko kote ninakosema Mheshimiwa Rais anawaona, na hawa ni Watanzania na ndio wananchi wa Tunduma. Sasa unamuondoeje mwananchi anayejaribu kufanya ujasiriamali ili atoke na yeye awe na maisha? Unamwambia aondoke aende wapi wakati hapa ni kwake? Na watumishi wa serikali wajue wao ndio machinga. Maana unakuta mtumishi wa serikali ametoka Moshi kaletwa hapa, alafu anafika hapa anasema siwataki machinga. Kula alikotoka Moshi machinga bado wapo kwake. Sasa mimi nakuwa nashangaa, ama wanatunyanyapaa wananchi wa Tunduma, hawataki kuishi na sisi, maana tuna maisha magumu. Serikali iliahidi milioni 50 kila kijiji. Mpaka sasa hivi pengine zingetutoa hizo, tungechukua milioni 50 tungeweza kununua kuwapa machinga wakatafuta vyumba vya kufanyia biashara, wakawa na fedha. Hizo fedha mpaka leo kwenye vijiji milioni 50 walizoagiza Chama cha Mapinduzi kuahidi kwenye ilani yao ya uchaguzi hazijakuja. Sasa wamjaleta fedha, wananchi wana maisha magumu, wanaogopa kuwa majambazi, wanaogopa kuwa wapiga nondo, wanaamua kusema ngoja tufanye ujasiriamali ili wawe na chakula ndani. Mimi nakwambia taifa lolote ambalo lina maskini wengi, kuliongoza taifa hilo ni ngumu sana. Ukiwa na taifa ambalo lina maskini wengi, taifa hilo kuliongoza ni ngumu sana. Lazima viongozi walijue hilo. Kwa hiyo lazima tutengeneze mfumo ambao utakuwa rafiki kwa machinga. Na sisi halmashauri ya mji wa Tunduma, kama alivyosema meya, tulishapanga kwenye kata yangu ya Tunduma, tulipanga mchakato wa kuanzia hapa Kilimanjaro kushuka kwenda mpaka Afrikana na kwenda ile msikiti wa Ijumaa. Hili eneo lote tuliweka iwe machinga complex, na machinga wangekaa hapa kwa utulivu, kama ambavyo Dar es Salaam nakuta Mheshimiwa Rais ameagiza TRA. Wale machinga waliokuwa wanakimbizwa Dar es Salaam pale Kariakoo na pale Msimbazi, sasa hivi wamepewa nani? Wamepewa vizimba pale Kariakoo. Kwa hivyo wanaendelea kufanya biashara pale Kariakoo. Huku nyuma kuna duka, lakini machinga wale wamepewa vizimba. TRA wamewapangia utaratibu na walikwenda kufanya vikao. Mimi nafurahi sana Mheshimiwa Rais alipopanga utaratibu. Pale Kariakoo walienda TRA, walikaa pale Kariakoo, walifanya vikao Kariakoo pale. Wanafanya vikao na machinga. Jamani, tufanyeje, utaratibu gani tuutumie? Machinga wakatoa mwelekeo, wakasema jamani, sisi kututoa hapa kwenda machinga complex ambayo Mheshimiwa Rais amejenga hii iliyoko Kalume, kule Kalume ni mbali. Machinga tafsiri yake anatafuta mtu anaonana uso kwa uso na mtu, anamuuzia mtu kitu cha bei ndogo. Sasa ukimtoa hapa machinga ukampeleka mbali, hawezi kuwa machinga huyo ni mfanyabiashara mkubwa ambaye anatakiwa na vitega uchumi vikubwa, vile uchumi wake mkubwa uvutie watu kuja kununua. Kwa sababu ukimtoa mtu hapa ukampeleka mbali, manake awe na mtaji mkubwa, ule mtaji wake kumvutie mtu kuja kufanya kununua. Lakini machinga anakuwa na kitu kimoja viwili, aende mbali akamuuzie nani? Dar es Salaam akaamua kuwarudisha Kariakoo. Leo ukienda Kariakoo pamependeza, machinga anafanya biashara yake, anachangia pato kwa serikali, lakini wafanya biashara kuwa wanafanya biashara. Ndugu mwandishi wa habari, asante. Mheshimiwa, unaweza ukatuambia nini sasa kuhusu swala la katika mji wako unaonekana ndio wenye takataka nyingi, madampo yamejaa na zoezi la kutoa haliendelei. Vipi? Au ndio inahusiana na ile swala la kutoshirikiana? Waandishi wa habari, nataka niwaambie kitu kimoja. Utaratibu wa kiserikali, kila kitu kina utaratibu. Mheshimiwa Rais amepewa wasimamie nchi nzima watendaji wake. Wabunge wamepewa wasimamie majimbo yao kwa watendaji wa serikali. Na sisi kwa mujibu wa kanuni, viongozi wa kuchaguliwa madiwani kwenye halmashauri yao ndio wasimamizi wakuu wa shughuli za maendeleo na shughuli zingine zinazoendelea katika halmashauri. Mtu mmoja mkuu wa wilaya akisema anaweza yeye kusimamia, kwa sababu yeye amesema ametoa ushirikiano kwa madiwani na wenye vitu wa serikali, maana yake yeye ni mwenyekiti wa serikali, yeye ni diwani mwenyewe, yeye ni mwenyekiti wa halmashauri. Kwa watumishi wote wa halmashauri wamsikilize yeye. Sasa kilichotokea niwaambie, watumishi sasa usimamizi umekuwa ovyo kabisa. Matakataka yamejaa kwa sababu hawaoni mtu wa kuwasimamia. Sisi tuko karibu, kwa sababu kila diwani katika madiwani 15 kwenye kata hizi alikuwa anaweza kumanage eneo lake kuliko kuliacha liwe na mtu mmoja kwa upande uliopo. Kwa hii kauli yake ina athari kubwa, na tunahisi tunaweza kupata hata kipindupindu waandishi wa habari. Kwa sababu sisi ilikuwa wakati ule hata kama gari ilikuwa moja. Ni kweli mji wa Tunduma na changamoto sana ya vyombo vya kuzolea taka kwa maana ya magari. Tuna magari machache.
Lakini tulikuwa tumeagiza kwenye halmashauri yetu, tulikuwa tumepanga budget, kuna milioni karibu 200 tulikuwa tumetenga kwa ajili ya mwaka 2017 18 kwa ajili ya kununua gari la taka ambalo lingekuwa na vibaketi kama ambavyo mnaona jiji la Mbeya. Kuna kibaketi kinakuwa pale, likija gari wananchi mnaweka taka pale, likija gari linabeba. Sasa shida iliyopo ni kwamba tunahisi hata hizi budget ambazo tulikuwa tumeziweka pale halmashauri, sasa hivi kuna tetesi tunasikia kwamba wameanza kuharibu kabisa budget tulioipanga pale halmashauri, wameanza kutapanya fedha, wanafanya vikao visivyokuwa na utaratibu ambavyo haviko kisheria, na wanatumia fedha hovyo, na watumishi wengine hawafanyi kazi zao kwa weledi, na ndio sababu nakuta matakataka yamejaa. Na sio tu matakataka, hakuna shule inajengwa sasa hivi, hakuna barabara inafanywa usafi, hakuna guba linalozolewa. Kinachofanyika tu ni kuendelea kubeba machinga. Mimi naona utekelezaji wa kutuondoa sisi pale mama. Na ninakwambia mwandishi wa habari, tulikuwa tumeshaanza ujenzi wa vyumba vipya vya madarasa, sekondari vyumba vipya, shule msingi vyumba vipya. Maji tulikuwa tumesimama. Kwa mfano swala la maji hapa kwangu sasa hivi ni tatizo. Toka wameanza kulima barabara kuu ya kwenda Sumbawanga, miundombinu ya maji ilifumuliwa yote. Na sasa hivi hapa wananchi wangu wanalalamika, ukipiga simu kwa wataalamu wanasema tumeagizwa na mkuu wa wilaya, hatuwezi kusikiliza kwako. Lakini naona adha wanayopata wananchi ya maji, na ni kweli maji hapa kwa kata Tunduma hakuna kabisa. Na mji wa Tunduma huu, nikwambie mwandishi wa habari, kwenye swala la uchafu tu, kila siku tunazalisha tani zaidi ya 150 tani za uchafu. Sasa fikiria tani 150, gari liko moja, alafu huyo bwana afya anayekusanya taka ndio anachukua gari la kuzolea taka, wanaenda kubebea vitu vya machinga. Sasa muda wa kuzoa taka unakuwa hakuna, kwa sababu tayari wameenda kubeba vitu vya machinga. Sasa juzi tu imetokea bwana afya yule, baada ya kuchelewa ameenda kutupa taka, mkuu wa wilaya anataka kubeba vitu vya machinga huku ili akavitupe, akachelewa kidogo na akapigwa masalo bana nane kama alivyopigwa mbunge. Kwa hiyo tumekuwa na ubabe sana. Hii halmashauri, mimi naomba Mheshimiwa Rais kama anatusikia, imekuwa na ubabe uliokithiri. Mkuu wa wilaya anatumia ubabe mwingi mno. Sisi tunamheshimu kama ni mteule wa rais, lakini ubabe huu hautakiwi. Rais hatawezi kuteua mtu kwa sababu eti ni bouncer wa kutumia nguvu. Rais anatumia diplomasia. Mimi namuona Mheshimiwa Rais kwa mfano kwenye mikutano yake, watu wanakuja na mabango hata yenye matusi, anasimamisha mkutano Mheshimiwa Rais anasema leteni hilo bango nilisikilize, alafu anaagiza shughulikieni kwa nguvu, maana anawapenda wananchi. Sasa wateule wake huku chini wababe. Mheshimiwa Rais Magufuli, Mheshimiwa Rais, tunakuomba utusaidie Tunduma. Mkuu wa wilaya ya Momba ni mbabe. Na kama amtusaidii, tafsiri yake mnakiona kitu tunachotendewa sisi wana Tunduma ni halali, kinakiuka mpaka haki za binadamu. Wewe unawezaje kubeba matikiti maji katika katangu ya Tunduma kwa gari la takataka? Amekwenda kulitupa kuwapatia wanafunzi matikiti maji ambayo amebeba kwenye gari la taka, alafu anawaambia wanafunzi wale. Mimi sidhani kama serikali imeshindwa fedha za kuwalisha watoto wetu shuleni, na badala yake tuwe tunawalisha matakataka. Kwanza yenye laana, umebeba matikiti maji ya mtu, hujampa fedha, wakati inatakiwa yule machinga kama nataka kumuondoa tuzungumza nao, na watu wa kuzungumza nao ni sisi. Yeye anabeba vitu vya watu anaenda kutupa shuleni. Sasa hatuamini. Siku moja unaweza kukuta watoto wamepata ugonjwa wa hovyo pale ambao hatuwezi kuamini. Inaweza kawa tatizo kubwa sana katika mji wetu wa Tunduma. Waandishi wa habari, nilikuwa nataka nisemee hivyo tu kuhusiana na hilo. Nawashukuru sana.